Wanawake wengi wakiwa na umri wa kuanzia miaka 18 mpaka miaka 29 huwa wanakuwa na hekaheka nyingi sana hapa katikati kwenye huu umri, kwa sababu ndio kwanza wanakuwa wako sokoni, wanaume wengi wanawafukuzia. Wanawake wengi wenye umri wa kuanzia miaka 18 mpaka miaka 29, cha kwanza wengi huwa wanakuwa na type, wanakuwa wanachagua wanaume, wana type zao za wanaume wanaowataka. Mimi sitaki mwanaume mfupi, nataka mwanaume mrefu, mweusi, mwenye ndevu, nataka mwanaume mwenye pesa, nataka mwanaume mwenye nini. Yani kuna kuwaga na heka nyingi sana, na watu kwenye umri huu huwa hawana hata haraka ya kuolewa. Na kwenye umri huu jambo la pili ambalo huwa linatokea ni jambo la wanawake wengi kujifunza elimu mbalimbali, hasa zinazohusisha kumuinua mwanamke na kumjenga mwanamke na kumfanya mwanamke ajitambue. Lakini elimu hizo asilimia kubwa huwa ni feki. Zinaongelea vitu ambavyo havina hata umuhimu, havina uhalisia kwenye maisha ya mtu. Huu ndio umri ambao utasikia wanawake wengi wanasema kwamba ndoa sio lazima kwa kila mwanamke, ndoa sio kupata mafanikio, ndoa sio chochote. Watu wanaiongelea ndoa ni kama vile mtu akiwa na ndoa amefanikiwa au ametajirika, sijui nini. Yani maneno huwa yanakuwa mengi sana kwenye huu umri, kwa sababu watu wanakuwa wanahitajika sana na wanaume. Kwa hiyo inamfanya yeye aone haina haja ya yeye kutulia na mwanaume mmoja. Na ndio hivyo anaanza kujidanganya kwenye hayo maneno kwamba sio lazima kila mtu aolewe, ndoa sio mafanikio. Hiyo ni kauli ambayo wanawake wengi wamekuwa wakiiongea, lakini ni kuanzia wakiwa na miaka 18 mpaka miaka 29. Labda wanaweza wakasogea kidogo mpaka miaka 35 hivi ndio ataacha kuongea hayo mambo. Hiki ndio kipindi ambacho wanawake wengi utasikia wanawake tafuteni pesa, wanawake epukeni wanaume mafukara, wanawake sijui kataini wanaume maskini, wanawake sijui kataini kutawaliwa, wanawake sijui kataini nini. Hizo kampeni huwa zinakuwa kubwa sana na zenye nguvu, na ambazo wanawake wengi wanazikariri na kuziamini wanapokuwa na umri huu wa miaka 18 mpaka miaka 35 tuongeze kidogo. Lakini changamoto huwa inaanzia pale wanawake wengi wanapofikisha miaka 29 na kuendelea, na wengine wanaweza kavumilia kidogo wasiwe na pressure mpaka pale watakapofikisha miaka 35 na kuendelea, ndio huwa wanaanza kuwa na pressure. Ndio pale wanawake wanapojifunza kwa nini mama aliolewa na mwanaume mfupi. Ndio pale mwanamke anapojua mbona baba yangu ana kipara na mama yangu aliolewa. Kwa nini mama yangu aliolewa na baba yangu wakati baba yangu ana kitambi? Ndio hapo mwanamke anapojifunza kwa nini mama yangu aliamua kuchagua maisha ya kutengeneza familia. Wanawake wengi sana mkiwa na miaka 18 mpaka miaka 29, mitazamo yenu inakuwa tofauti sana. Nyinyi mnakuwa kwenye kipindi cha kuwaza anasa zaidi kuliko kuwaza mambo ya kimaisha zaidi. Nikwambie tu ukweli, pesa sio kila kitu hapa duniani. Lakini ukiwa kwenye umri wa miaka 18 mpaka miaka 29, unaweza ukaona kama pesa ndio kitu cha muhimu zaidi na kitu cha thamani zaidi. Ni kweli ndoa sio mafanikio, lakini ndoa ni heshima, na ndoa inakufanya we mwanamke utulie, ujue nini unachokifanya kwenye maisha yako. Unapoishi maisha ya kuwa peke yako, maisha ya kutumika na kila mwanaume, maisha ya kutembea na kila mwanaume, maisha ya kudanga ili upate pesa, unakuwa unaishi kwenye maisha ambayo hayana future. Hebu angalieni wanawake wengi ambao wanajiuza, asilimia kubwa huwa hawatajiriki kwa sababu ya wao kuuza miili yao, kwa sababu huwa wanaishi maisha ambayo hayana future. Kwenye umri ule wengi sana huwa wanajidanganya kwamba mbona leo nimepata hii pesa, kesho nitapata nyingine, kesho nitapata tena mwanaume lingine lina pesa, nitapata pesa. Lakini mtu unapochagua kuwa na familia kwenye umri huu, maana yake unakuwa unaishi kwenye maisha yenye future. Unajua nini unachokifanya kwenye maisha yako, una familia, una mume, una watoto. Mara nyingi sana kwenye umri huu watu wamekuwa wakiwadanganya kwamba wanaume wanaua ndoto za wanawake. Sio kweli. Naomba nikwambie kitu kimoja. Wewe unapofikia kwenye umri huu, kama umepata mwanaume wa kukuoa, wewe olewa na mwanaume ambaye anakupenda na ambaye unaona mnaendana maono yenu. Wewe unapenda kufanya biashara, unapenda kuwa unafanya kazi, basi tafuta mwanaume ambaye ataridhika na wewe mwanamke unayefanya kazi au biashara akakuoa. Wengine wanabahatika kupata watu ambao ni wa type zao, wanaendana maono na kila kitu. Lakini sasa hivi kwa kiwango kikubwa sisi kama wanawake lazima tutambue kwamba wanaume sio kwamba wanatuzimia ndoto zetu sisi. Tatizo inakuwa ni changamoto pale ambapo huko kwenye biashara kunaanza kuleta changamoto kwenye familia. Kwa hiyo wanaume wengi kwenye nyakati za leo wamelazimika kusitisha
ufanyaji wa kazi kwa wake zao, kwa sababu inaharibu future ya familia. Yaani wanaona kabisa wanawake wanakuja kuharibu ndoa kwa sababu ya kukutana na watu wengine tofauti tofauti huko nje. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanamke, ukiwa kwenye umri wa miaka 18 mpaka miaka 29, usidanganyike. Usije ukajibweteka, usije ukajisahau, au pale unapokuwa na miaka 30 mpaka 35 ukaona kama bado umri unakudanganya, kwa sababu umri kwetu sisi wanawake una limiti. Yaani sisi tunaonekana kabisa kwamba kuna umri ukishafika thamani yako inashuka. Ni kweli wewe mwanamke ni wa thamani. Ni kweli wewe mwanamke ni wa maana, hatuwezi kusema hauna umuhimu, hauna maana. Kweli wewe ni wa thamani. Lakini umri wetu sisi ndio unatuamlia thamani zetu sisi. Kuna umri ukifika wewe utatamani kuwa na familia, lakini familia itakukataa wewe, kwa sababu haiwezi tena kutokea kwako. Kwa mfano, lazima ujue kwamba sisi wanawake kuna umri ukifika tunakoma siku zetu, hatuwezi tena kwenda kwenye siku zetu. Na ukiacha kwenda kwenye siku zako, maana yake huwezi kupata mtoto tena. Maana yake kwa wakati huo utahitaji familia, lakini familia itakukataa wewe. Kuna umri ukishafika utahitaji mwanaume, lakini mwanaume hatokuhitaji wewe, kwa sababu na yeye atahitaji kuoa mwanamke mdogo ambaye wataanzisha kujenga future ya maisha. Mwanaume leo hii anaona akioa mwanamke mwenye miaka 40, mwenye miaka 35 au mwenye miaka 50, itakuweje? Yaani akioa mwanamke mwenye umri huo itakuweje? Kama wewe ni mwanamke ambaye uko mtaani tu kuanzia miaka 20 na kuanzia miaka 18 mpaka miaka 29, hakikisha umetengeneza maisha yenye future ambayo unajua unakiishi nini kwenye maisha yako, kwa sababu kuna umri ukishafikia wewe thamani yako itakuwa imeshuka. Haya mambo ya watu kusubiri wawe na umri mkubwa ndipo wapate familia, tuwaachie wenzetu ambao wanaenda kusoma, ambao wanazurura huko masomoni. Hawa hatuwezi kuwasemea chochote, ni wasomi, wanatoka hapa wanaenda hapa, wanatoka hapa wanaenda hapa. Wanaporudi mtaani wanakuwa ni watu wazima, tofauti na wewe unayekaa kuanzia miaka 18 mpaka miaka 29 huko tu mtaani. Unakuwa na mahusiano haya, unakuwa na mahusiano haya, unakuwa na mahusiano yale, unakuwa na mahusiano yale. Mara ujiuze, mara ufanye nini, mara uwe kwenye kampeni za kukataa wanaume mafukara, mara uwe kwenye nini, mambo ya ajabu ajabu tu. Wakikwambia mwanamke kataa wanaume maskini, na wewe uko busy unakataa wanaume maskini. Baba yako ana pesa, kaka zako wana pesa, ndugu zako wana pesa, wewe mwenyewe kwenu hakuna pesa. Hivi pesa huwa mnaweka kama ni kitu gani kwenye maisha yenu? Watu mnauza utu wenu kwa sababu ya pesa. Mwe mnajaribu kuangalia wanawake wenzenu ambao kwenye umri wenu walipeta, tena wao walikuwa maarufu, sio kama nyinyi ambao ni wa kawaida tu. Walikuwa ni maarufu, wanatikisa mitandao, walikuwa wanatikisa magazeti kwa nyakati hizo. Wengi wao utagundua sasa hivi wameamua kutafuta familia na watulie. Wewe unafikiri wao hizo hoja zenu hawazioni? Hizo elimu ambazo nyie mnapeana wao hawazioni? Hiyo thamani wao hawana? Ukumbuke wale ni watu maarufu ambao wanajulikana na kila mtu, ambao ilikuwaga ni ndoto ya kila mwanaume kuwamiliki kwa nyakati hizo, mpaka leo hii walipofikia. Wengi unakuta wametafuta familia zao, wameamua kutulia, wanapata watoto na wanaume zao. Tena wengi sana enzi zao walitikisa, walitembea na wanaume wa maana, lakini sasa hivi wamekuja kutulia na wanaume wa kawaida kabisa. Wewe hujifunzi tu kwamba ni kitu gani kinaendelea. Wewe usikubali kupokea kila kitu. Sio kila kitu inatakiwa ukichukue, vingine viache, wanaojifunza wajifunze. Tatizo letu sisi wanawake huwa tunapewa macho na tunapewa madarasa mengine ya wazi kabisa. Unajifunza kutoka kwa watu wengine, lakini hauchukui pointi yoyote. Sio kwamba hawa watu maarufu ambao mnawaona leo hii wanatulia na familia zao, hayo mambo ambayo nyinyi mnajifunza sasa hivi hawayaoni. Pengine hata wao enzi zao walijifunza, walishadanga sana, wakatafuta pesa sana, lakini sasa hivi wameamua kutulia. Unafikiri ni kwa nini? Mtu pamoja na urembo wake, mtu pamoja na umaarufu wake, mtu pamoja na kutikisa mitandao na magazeti enzi hizo, sasa hivi ameamua kuwa na familia. Tena enzi zile alikuwa anachagua wanaume, lakini sasa hivi ameolewa na mwanaume tu basi tu. Na wengine wao ndio wanawalea hao wanaume. Wanakaa na vingasti kabisa, wanaendelea kuwalea hao wanaume. Wewe unafikiri ni kwa nini? Mimi nakwambia ukweli, thamani ya mwanamke inapungua inavyozidi kwenda, yani umri wake unavyozidi kwenda, lakini thamani ya mwanaume haijawahi kupungua. Mwanamke hata kimwona leo mwanaume ana miaka 60, 70 anaolewa naye, ili mradi tu anaona huyo ni mwanaume ambaye anaweza kumhudumia na kutunza familia. Lakini wewe mwanamke ukifikisha umri mkubwa, hakuna mwanaume atakayevutiwa kukuoa wewe.
na kwa sababu kwenye umri huo utakuwa umeshapitia mapito mengi mazito. Kama ni kudanga, utakuwa umeshadanga na wanaume wengi sana. Hebu acheni hivyo vitu. Umri huu wa miaka 18 mpaka miaka 29 usitudanganye. Umri wa miaka 30 mpaka 35 usitudanganye, kwa sababu kuna umri ambao wewe utaanza kuwa mpweke na utaanza kujifunza umuhimu wa kila kitu kwenye maisha yako na utakuwa umechelewa. Msiwe mnaongea sana mkamaliza. Ndoa sio mafanikio, walioolewa wanajiona wamepata, waliofanya nini sijui nini na nini. Acheni tu haya mambo, acheni, msiongee mkamaliza. Umri bado miaka 18 mpaka miaka 29. Ukishafika miaka 33, miaka 34, 35 huko utaanza kujifunza vitu vingine, utaanza kuviona wewe mwenyewe, na ndio utajifunza kwa nini watu hawachagui wanaume, kwa nini watu wanaolewa na wanaume wa kawaida na wanajitafuta wanajipata kwa pamoja, kwa nini watu waliamua kuchagua maisha ya kutulia. Msije mkawafanya wanawake wenzenu walioolewa kama ni wajinga, au ionekane wao waliona kama ndoa ndio kitu cha thamani kwao. Wewe unaishi maisha ya kuwa bila ndoa, kuna kitu gani cha thamani ambacho kipo kwa wewe kutokuwa na ndoa? Kwa hiyo maisha ni hivyo tu, sio kwamba yule aliyeolewa anajiona amefanikiwa au wewe ambaye hujaolewa umefanikiwa. Wewe mwenyewe hujaolewa umefanikiwa kitu gani? Wewe mwenyewe unakuta upo tu kama yule aliyeolewa. Mnadanganyana, mtu unaolewa unapauka unafanya nini? Ni aina ya mtu tu uliyempata, na wakati mwingine ni aina ya maisha mtu ambayo anapitia, na kwa sababu yuko kwenye maisha yenye future, maana yake anajenga kesho ikifika atapendeza. Lakini wewe utapendeza leo, kesho ikifika utapauka, kesho ikifika utatia huruma, kesho ikifika utatamani kulia, kesho ikifika utatamani kurudisha muda nyuma. Urekebishe hilo. Kuwa makini sana na vitu unavyojifunza sasa hivi, kwa sababu umri unakudanganya. Kwa wewe mwanamke, kaa ukijua umri wako utaendana na thamani yako. Umri wa miaka 18 mpaka miaka 29 ndio umri ambao wewe una thamani zaidi. Na kwa nyakati za sasa hivi miaka inaenda inapungua. Sasa hivi vijana wengi utawaona wanang'ang'ania wanawake kwenye kuanzia miaka 18, 19, 20, 21, miaka 18, 19, 20, 21, 22, 23. Umri huo wa watu ambao hawajakuwa sana. Wanaume sasa hivi hawapendi wanawake wenye hekaheka ambao wamekaa wameexperience sana maisha huko, kwa sababu wanajua athari zake. Wanaelewa kwamba hamtasikilizana. Mtu ukisha experience sana maisha ya mitaani huko, itakuwa ni ngumu kwako kutulia. Itakuwa ni ngumu. Kwa umri huo ambao bado atakuchukua na miaka 23 au atakuchukua na miaka 25 mpaka miaka 27 na tayari ulishaanza kuishi maisha ya anasa, anajua utamsumbua. Na ndio maana mwanaume anataka apate mwanamke mwenye miaka 18, yule ambaye hajaingia mitaani akaona chochote, ili amrekebisha na kumtengeneza kwamba mke wangu, acha familia yetu tuitengeneze 1, 2, 3 na maisha yanaenda. Lakini anajua nikimchukua mtu mwenye miaka 27, huyu tayari ameshatembea na wanaume wengi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ameshabi experience kwenye maisha yake. Kwa hiyo anajua itampa ugumu kwake kwanza kukurekebisha mpaka muendani. Na ukiona watu wengi sasa hivi wanaoana kwenye umri mkubwa, hao watu waga wanakuwa na historia zao. Fuatilia utagundua hicho kitu. Watu ambao wanaoana kwenye umri mkubwa, yani mwanamke anaolewa akiwa na umri mkubwa, ni watu ambao huwa wanakuwa na mapito yao. Yani ni watu ambao walikuwa pamoja siku nyingi, lakini hawakuamua kuingia kwenye maisha ya ndoa. Walikuwepo na historia zao, pengine wote walikuwa kwenye elimu, wote walikuwa nasoma, wote walikuwa nafanya hiki, hivyo yani. Lakini kwa wewe ambaye uko tu mtaani, unaishi, unakula, unalala, unaamka, unavaa zako vinguo vya kutega wanaume, unaenda zako huko kutega wanaume, unaombwa namba, unatoa namba kwa kila mwanaume, unaenda kulala na huyu, unaenda kulala na huyu. Ukifikisha miaka 27 au miaka 30, thamani yako imekwisha. Usitamani kujifunza maisha kutoka kwa mtu anayekuinspire wewe pasipo kujua kwamba yeye hicho kitu amekipata vipi. Kila siku nimekuwa nikiwaambia, haya maisha hebu acheni. Mtu anaweza akajitokeza hapa akakuinspire ukahisi kama kweli inabidi upambane, lakini kumbe mwenzako hata hapambani. Kumbe mwenzako hata atoi jasho. Kumbe mwenzako hata biashara sio yake. Kumbe mwenzako biashara hajaanzisha yeye. Mambo ni mengi hapa duniani. Kwa hiyo wewe jifunze kuishi maisha yako na ujifunze kuitengeneza thamani yako wewe mwenyewe. Mtu asikwambie wewe utakuwa thamani mpaka ukiwa na miaka 40. Yeye mwenyewe anayeongea hajafikia huo umri. Unamwamini vipi? Unamwamini vipi kwamba thamani yako itakuwa ni ile ile? Hakikisha unaongea na mtu ambaye ana experience.
Subiri mtu afikishe hiyo miaka 50 kisha aanze kukwambia kwamba wewe mwanamke kaa kivyovyote vile utakuwa na thamani ile ile. Unaweza kumwamini kwa sababu hata yeye amefikia huo umri. Kwa hiyo experience, ameona kabisa ni kweli thamani yako inaendelea kuwa vile vile. Lakini hawa ambao nao wenzenu wana miaka 25 kama nyinyi, wana miaka 24 kama nyinyi, wana miaka 19 kama nyinyi, wana miaka 28 kama nyinyi, watawapotosha. Kwa sababu wote nyie mnaenda kwenye safari hiyo, mtakuja kushtuka wote kwa pamoja kwamba kumbe thamani yetu huwa inapungua kutokana na umri. Leo hii mnabebana wote, mnatembea safari moja, mnamsikiliza mwenzenu anavyowaambia kwamba umri sijui nini na nini, thamani yako iko pale pale, thamani yako iko wapi? Mwisho wa siku unashangaa unakuja kushtuka umechelewa, kwamba kumbe thamani huwa inapungua. Kwa hiyo mwanamke kwenye miaka 18 mpaka miaka 29, jitahidi sana kujifunza vitu ambavyo viko kwenye maisha, yani maisha ya kawaida. Hebu acheni kujifunza maisha ya kwenye movie. Acheni kujifunza story. Acheni kujifunza mambo kwa watu waliofanikiwa, kwa sababu sio kila aliyefanikiwa wewe utafanikiwa kwa njia yake. Na sio kwamba kila aliyefanikiwa amepambana kwa namna ambayo wewe unafikiria. Watu wana maisha tofauti sana. Kwa hiyo wewe jitahidi sana kujipa thamani yako kwenye umri ambao unao. Usisubiri ufikishe miaka 40 kisha useme nitakuwa nina thamani ile ile, uje uanze kulia ukifikisha huo umri. Ni kweli, hatukatai ndoa sio mafanikio, lakini pia maisha ya kuishi ukiwa unadangadanga na kutumika na kila mwanaume sio mafanikio pia. Sio mafanikio. Kwa hiyo tuseme vyote tu havina mafanikio kama wewe unavyosema, lakini mimi nitakwambia kidogo angalau maisha ya ndoa, au niseme ndoa ina thamani kwa sababu unakuwa unaishi kwenye maisha yenye future. Una watoto, una mume, mnatengeneza mji, mnafanya hiki. Kwa hiyo unajua ni kipi unachokifanya kwenye maisha yako. Lakini ukishakuwa tu mtu unayerandaranda huko, mbona huelewi hata kwenye maisha yako unaishi kitu gani? Mbona utakuwa tu unafanya chochote kwenye maisha yako? Mbona pesa zako utakuwa unatumia tu ukijua kesho unazipata zingine mpaka muda thamani yako itakaposhuka? Watu wanasubiri umri uyoyome ndio waanze kuhangaika, ndio waanze kutamania familia za watu wengine, ndio waanze kutamania kwamba bora tungeolewa, ndio waanze kutafuta wanaume bora mradi, ndio waanze kuhama mikoa kubadilisha kutafuta wanaume, ndio waanze kulalamika kwamba tunatamani kuolewa lakini wanaume hawapo. Sio kwamba wanaume hawapo, lakini wanaume walikuwepo ambao walikuwa ni riziki yako, lakini walishapita. Sasa hivi ulikataa mwenyewe, riziki yako ilishapita, wenzako wakafanikiwa. Kwa hiyo unajikuta umefika umri ambao unalazimika kuitafuta ndoa kwa nguvu, na huo ndio umri ambao huwa unasababisha watu kuingia kwenye ndoa nyingine ambazo sio salama, kwa sababu unakuwa una pressure ya ndoa, unatamani kuolewa, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo yeyote atakayejitokeza mbele yako, wewe unaweza ukamkubali na ukaishia kwenye ndoa ya majuto, au wakati mwingine unaweza ukakosa kabisa mwanaume. Kwenye umri huo hakuna mwanaume anayetamani kuwa na mwanamke ambaye amekaa sana mitaani na hakuwa na issue yoyote anayoifanya. Mwanaume anaweza kumuoa mwanamke mwenye umri, lakini ajue labda alikuwa masomoni, labda walikuwa ni watu wenye historia toka kipindi hicho kwamba alikuwa anasoma na nini, atamsubiri. Lakini wewe wa mtaani, shauri yako.